Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hii, mahali ambapo unapata ukweli wote wa taarifa za uhakika kutokea hapa kwetu. Wengine wanatoa taarifa, lakini tunasema taarifa za uhakika zaidi basi ni ukuu wa Mwafrika na IBM channel. Asanteni sana. Nami ni Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu, lakini tupo tunaangalia mambo yanayoendelea duniani. Na sasa ni ndani ya taifa la Burkina Faso kwa mtaalamu wetu Ibrahim Traore, ambaye sasa Ibrahim Traore anafunga kamera za ulinzi Burkina Faso nzima. Burkina Faso yote, miji yote ya Burkina Faso zinafungwa kamera za ulinzi kwa ajili ya kumonita mambo mbalimbali. Jambo la kwanza ni swala la usalama, lakini jambo la pili ni masuala ya rushwa. Tunapoongelea rushwa, mnakumbuka rushwa ndio inayofanya viongozi tunapoteza viongozi wa Afrika. Kwa sababu ukumbuke, kumuua mtu mweusi ni rahisi sana, kwa sababu watu weusi wenzake watakusaidia kufanya hiyo kazi. Haya ni maneno aliwahi kuongea, alikuwa anaitwa Malcolm X, nafikiri Malcolm X au Tupac. Malcolm X nadhani. Anasema kuua watu weusi ni rahisi sana, kwa sababu watu weusi wenzake watakusaidia kufanya hiyo kazi. Wewe wape tu kitu kidogo. Naunganisha na maneno ya Vladimir Putin aliyewahi kuongea kuwa Afrika haitokaa iwe huru. Kwa nini? Si kwa sababu Putin haipendi Afrika, no. Ana mapenzi mema sana na Afrika, lakini alisema Afrika haitokaa iwe huru kwa sababu ni wa Afrika hawa. Mwafrika ukimpa pesa kidogo, ukamwahidi na madaraka, ukamwambia nenda ukamuue ndugu yako, atamuua kwa staili ya kinyama ambayo hata haukutegemea, kwa pesa kidogo tu. Tumewahi kuona kesi hata huku mtaani, unaambiwa huyu ana kesi ya mauaji. Alimuua nani? Walimuua mtu kwa kumchoma visu, si au kumkatakata na mapanga. Ilikuwaje? Walitumwa na mtu alipewa shilingi 200,000. Watu wenyewe wako watatu, wamepewa 200,000. Angalia thamani ya pesa na uhai wa mtu the way ulivyo. Hii ndio nini? Ndio Afrika yenyewe. Kwa hiyo sasa ndio maana sasa haya imebidi Ibrahim Traore afunge kamera za ulinzi kwa watu wanaopokea rushwa, kwa sababu kwanza, jambo la kwanza, kwa usalama wake yeye mwenyewe. Tunakumbuka juzi hapa nimekuambia kuwa walinzi wake walipewa dola za Kimarekani milioni 5, ambayo ni sawa na bilioni 13 point kadhaa za Kitanzania, wamuue, na wamepewa na mtu ambaye hajulikani alikotokea. Na mpaka sasa bana, hiyo wameiweka, imekuwa ni tunasema hizi ni taarifa zilizofichwa. Umeona, ni taarifa ambazo zimefichwa, kwa hiyo hatujui. Lakini huyu mtu ni kutoka nje, ukumbuke. Huyu ni mtu ni kutoka nje, amewaita walinzi wake, akawapata, akawaambia nawapa dola milioni 5, lakini mumuue Traore. Wakakubali, akawapa na risasi kwa ajili ya kumpiga risasi Ibrahim Traore. Wale jamaa wakachukua mpunga, wakamuita Traore, wakamwambia sasa, mkuu, sikiliza, tumelipwa hela tukulipe, na risasi hizi hapa. Ikabidi akamatwe huyo mtu na awekwe kusikojulikana. Ndio maana nimekuambia hiyo sasa imekuwa ni siri, haijulikani ni nani na yuko wapi, kwa ajili ya usalama zaidi, ili waweze kupata mengi zaidi ni nani aliyekuwa amemtuma. Lakini mwisho wa siku inajulikana ni mataifa ya nje ambayo hayataki kabisa Ibrahim Traore aendelee kufanya kazi hapa. Sasa kwa hiyo kukifungwa kamera kila mahali, manake hakutakuwa na mambo ya ajabu kama haya. Ndio maana imebidi afanye hivyo. Na kwa nini? Kwa sababu Ibrahim Traore anatafutwa kwa sababu ya kuondoa mahusiano na hawa watu wa magharibi. Sio tu kuondoa mahusiano na watu wa magharibi, lakini pia amegusa maslahi yao, kwa sababu ukumbuke Wafaransa hawana shida endapo mtafanya mapinduzi, lakini usiingilie maslahi ya Mfaransa. Lakini hata kama hautafanya mapinduzi, wewe ni kiongozi uliyeteuliwa kidemokrasia, lakini ukaanza kugusa maslahi ya Mfaransa, manake hapo kutakuwa na shida. Ndio maana unaona hiyo West Africa mapinduzi kwani yamefanyika ni Burkina Faso tu? Je, mapinduzi ni Niger tu? Mapinduzi ni Mali tu? Hapana. Isipokuwa hawa miamba watatu, wao wamegusa maslahi ya Mfaransa na kumdhibiti kabisa na mambo yake, aondoke aende kabisa. Ndio maana unaona mambo yako namna hiyo. Lakini kuliwahi kufanyika mapinduzi pale Guinea pale kwa bwana nani, Colonel anaitwa Domboya Domboya aliyempindua Alpha Conde, Mamadi Domboya Colonel. Lakini kuna mapinduzi mengine yalifanyika Gabon. Unakumbuka General Brice Nguema alimpindua Ali Bongo.
ni mapinduzi na yenyewe, lakini hausikii mapinduzi hayo yani kama tunavyosikia kwenye haya mataifa matatu, kwa sababu mapinduzi yale wamepinduana wao, lakini hawakuwa na shida na maslahi ya Mfaransa, hawakugusa maslahi ya Mfaransa. Kama huyu Brice Nguema ambaye ni general katika taifa, alikuwa general, kwa sasa ndio kiongozi na ni rais kwa sasa wa huko Gabon. Ukumbuke huyu amewekeza sana huko Ufaransa, amewekeza Marekani, na awezi akaenda kinyume nao. Kwa hiyo ndio maana hasa hao wakina Traore wanawindwa na kutafutwa kwa sababu ya maslahi ya Mfaransa. Na tunapomwongeleaga Traore manake tunaongelea wote, kwa sababu uwezo kaitenga AES na Ibrahim Traore, kwa manake ni wote, lakini tunaangalia kwa sababu ya huyu kijana. Kwanza ni kijana mdogo kuliko wenzake, tofauti na wenzake wao wamekuwa na hizo status za uongozi, kwa sababu kama Ibrahim Tchiani huyu ambaye ni kiongozi sasa wa Niger, kumbuka yeye alikuwa ni general. Kwa general ni cheo cha juu sana. Lakini ukija huku Mali, hao wakina Assimi Goita, huyu kwanza alikuwa ni colonel. Kicheo yuko juu, alafu pia vile vile ni familia hizo wakina Keita Modibo Keita wale hivyo. Ni familia hizo. Lakini ukija kwa Ibrahim Traore, background yake haijulikani. Yaani hata kwenye uongozi familia yake haijawahi kuwa kwenye uongozi. Alafu kicheo ni mdogo sana, ni captain ambaye alimpindua nani? Mnakumbuka Henry Sandaogo Damiba ambaye yeye alikuwa ni colonel, cheo ambacho ni kama cha 4 kutoka captain unakuja meja sio ni lieutenant, colonel, alafu unakuja colonel mwenyewe. Kwa hiyo matokeo yake ndio hivyo, ndio maana tunaongea. Kwa hiyo haya yanasababisha sasa watu wa magharibi hawa mabeberu na mabepari wanyonyaji waliokuwa wanainyonya Burkina Faso, waliokuwa wanachukua mali kutoka Burkina Faso, waliofanya Burkina Faso ni shamba la bibi, lakini wakati huo ni sehemu ya kuuzia bidhaa zao. Sasa baada ya Ibrahim Traore kupigilia msumari, wanamtafuta sasa wamuinde, wamuue. Ndio maana unaona imebidi aweke kamera za ulinzi kwenye swala hilo. Lakini swala lingine la pili, kamera hizi za ulinzi, kumbuka Burkina Faso imekuwa ikisumbuliwa na swala la ugaidi. Ugaidi umekuwa ukitesa sana Burkina Faso. Kwa hiyo kwa sababu ugaidi huu unaitesa Burkina Faso, tufanyeje? Zinapofungwa kamera kila mahali, alafu kwenye control room zile wakawa wanaangalia mienendo ya raia wote, wataweza kujua raia ambao wanania mbaya na raia ambao wanania nzuri. Kwa sababu mataifa yaliyoendelea kwa wenzetu wamefunga kamera kila mahali. Kumbuka hilo. Na kumbuka 2022 mimi nilikuwa Dubai. Na Dubai pale huoni askari barabarani, wa usalama barabarani, huoni polisi barabarani. Yani unaweza ukasema nje haina askari kabisa. Sio kwa haina askari, imefungwa kamera hivi na wao wako wana monitor. Sasa fanya makosa utashangaa hapo tayari gari ya polisi imekuja speed kweli. Washangaa wamenionaje, mbona ni kamera zimefungwa, kamera za ulinzi. Na ndio maana unaona Dubai inakuwa iko salama na mataifa mengine ya Ulaya. Kwa hiyo ndicho ambacho mwamba Ibrahim Traore anafunga hizi kamera kwa sababu ya ulinzi ambao ni ulinzi wa taifa la Burkina Faso. Yani hawapi kabisa magaidi kuisumbua tena Burkina Faso. Hawapi kabisa magaidi wanaotumiwa na mabepari, wanaotumiwa na mabeberu kwa ajili ya kudestabilize amani ya Burkina Faso, ili mabeberu na mabepari waendelee kunyonya damu ya Burkina Faso, waendelee kunyonya uchumi wa Burkina Faso. Hilo mwamba Ibrahim Traore hajawapa nafasi kabisa katika hilo. Ndio maana unaona sasa ameamua kufunga hizi kamera, pamoja na kuwa kuna drones. Maana kumbuka Ibrahim Traore amenunua vifaa mbalimbali kutokea mataifa mbalimbali baada ya kuvunja tu uhusiano na Ufaransa, kwa sababu Ufaransa walikuwa wanawakataza wasinunue silaha kutoka kwingine. Wao ndo wanataka wawauzie silaha, na silaha wanazowauzia ni silaha ziko chini kuliko ambazo magaidi wanazo. Hiyo yote ilikuwa inaweka umuhimu wa kuwepo kwa kambi za Mfaransa za kijeshi katika taifa la Burkina Faso, kwa sababu sasa Burkina Faso ikiwa huru, Mfaransa atafanyaje? Mfaransa ni lazima kambi zake ziweko pale. Kwa ndio maana wakawa wanafanya hivyo. Lakini Traore baada ya kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Ufaransa, akaanza kununua silaha kutokea maeneo mbalimbali ikiwemo Uturuki, ambako walimuuzia hizi drones za Bayraktar, ambazo drones hizi zimefanya kazi kubwa sana kwenye kupambana na ugaidi kwenye taifa la Burkina Faso. Kwa sababu
siku zote wasema ungana na watu wanaokutakia mema, sio unakaa na watu ambao kwanza wao ndio sehemu ya migogoro inayoendelea kwako, wao ndio wapishi wa hiyo migogoro. Kwa hiyo mambo haya Ibrahim Traore hajataka hivyo yakae kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, ndio mambo yanayoendelea katika taifa letu hili la Burkina Faso hapa Afrika, kuwa mwamba sasa ameamua kuwa atafunga kamera Burkina Faso nzima, kamera za usalama, kamera za ulinzi. Kwa kila mahali utakapokuwa unaenda utakutana na kamera zinakuangalia, na watu wako control room kule wanakuangalia na wanakufuatilia unachokifanya ni nini. Alafu kwa namna hiyo basi Burkina Faso itakuwa iko salama zaidi, kwa sababu wengi wamempenda sana Ibrahim Traore kwa sababu amefuta tozo mbalimbali, amefuta makodi haya mbalimbali, ameshusha gharama ya maisha, lakini pia aliwaaminisha kuwa tunatakiwa tulime chakula chetu ndio tuwe na usalama wa chakula, food sufficiency, lakini pia tunatakiwa tufuge ng'ombe zetu wenyewe. Ndio maana juzi hapa nikakwambia ameanzisha tena mradi wa kuku wengi, kuku wa mayai na kuku wa nyama. Maana yake hapo ni swala la mayai na ni pale Burkina Faso, lakini pia na chakula hiki ni organic, sio haya ma GMO tunayoletewa. Imagine Afrika, yani tangu miaka hiyo tulikuwa tunalima chakula chetu na mambo yanakaa vizuri, tukawa tunailisha mpaka dunia. Lakini sasa hivi tumefika mahali ambapo Afrika inahitaji msaada wa chakula kutoka Marekani. Ni aibu kubwa sana. Na ndio maana unakumbuka Ibrahim Traore wakati wameenda Urusi, wakati wanaongea na Putin alitoa chakula, ile African Russian Summit ilifanyia St. Petersburg. Putin alitoa chakula, na miongoni mwa nchi ambazo zilinufaika na chakula alichokitoa Putin ilikuwepo Burkina Faso. Lakini maneno ya Ibrahim Traore ndio yalimgusa sana Vladimir Putin. Maana Traore alisema tunamshukuru Putin kutupa chakula, lakini nataka wakati mwingine tunapokutana hapa tusije kuomba chakula, tuje tumuonyeshe tumefanya nini, tumepiga hatua kiasi gani, na sisi tayari tuna chakula, kwa sababu ametufungulia njia. Ni kijana mdogo lakini akili kubwa sana, mpaka unashangaa huyu bwana, hii akili sio ya kawaida, sio akili ya darasani. Maana unajua kuna DNA. Wanasema maarifa sio lazima uyapate shuleni. Maarifa mengine yako kwenye DNA yako kwa sababu ya hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, ndivyo mambo yanavyoenda, na washukuruni sana, asanteni kuendelea kutufuatilia hapa kwenye channel yetu hii ya Ukuu wa Mwafrika. Asanteni sana.